Wapendwa katika Kristo, karibu tena katika episode ya 3 ya makala yetu ya toharani kama ilivyofunuliwa kwa maisha na maelezo ya watakatifu. Katika episode hii tutaangalia hasa mahali toharani ilipo. Katika episode iliyopita tuliona maana ya toharani. Tulisema neno hili toharani mara nyingine huchukuliwa kwa maana ya mahali au mara nyingine huwa na maana ya hali iliyo kati ya mbinguni na motoni. Ni mahali pa mateso ya muda ambapo zile roho zilizokufa katika hali ya neema lakini hazina mastahili ya kumwona Mungu uso kwa uso kutokana na madogo ya dhambi zipo hapo kwa ajili ya kutakaswa ili ziweze kumwona Mungu. Ukitaka kupata maana hii kwa undani zaidi, basi huna budi kurudi katika episode ya pili uweze kuona kwa undani zaidi maana ya toharani jinsi tulivyoichambua. Siku ya leo tutajikita zaidi kuona mahali toharani ilipo. Basi karibu. Ingawa imani haisemi chochote kuhusu mahali au sehemu ambako toharani iko, dhani ya wengi ambayo inakubaliwa na lugha ya maandiko matakatifu na kuaminiwa na wateolojia ni kwamba sehemu hii iko ndani ya dunia, si mbali na motoni watupwapo walaniwa. Wanateolojia wote wanakubaliana, asemavyo mwanateolojia Bellarmine katika mafundisho yake ya kwamba toharani au pale mahali pa kufanya malipizi ya dhambi papo hapa ndani ya dunia. Mahali hapo pa kufanyia malipizi na pale ambapo tupo roho za wale walaniwa ni huko ndani ya dunia, ndani ya lile shimo kubwa lenye kina kirefu liitwalo na maandiko matakatifu motoni. Tunaposema katika sala na sadiki kwamba baada ya kifo chake Yesu Kristo alishukia kuzimu, neno hili kuzimu kama isemavyo katekisimu ya Mtaguso wa Trento lina maana zile sehemu zilizojificha ambako roho zisizofikia heri ya milele uzuiwa. Lakini sehemu hizi kunakozuiliwa roho au tuyaite magereza ni za aina mbalimbali. Gereza la aina moja ni lile la kutisha lenye giza nene ambamo roho waliolaaniwa upatishwa mateso makali ya moto usiozimika na pia usumbuliwa na pepo wachafu muda wote. Mahali hapo ndipo haswa panapoitwa motoni au Jehannam. Kuna gereza jingine linaloweza kuitwa jina lile lile lenye maana ya mahali papo watupwapo walaaniwa. Napo pana moto kama ule wa Jehannam, lakini moto huu huitwa toharani. Mahali hapo ndipo ziendako roho za wale waliokufa katika hali ya neema na kulazimika kubaki hapo kwa muda fulani. Baada ya kipindi hiki cha kutakaswa kukamilika, roho hizo hukaribishwa mbinguni katika makao ya Baba yao ambako chochote kichafu au chenye dalili ya kuonyesha uchafu akiruhusiwi kuingia. Gereza la tatu lilikuwa ni lile wanapopelekwa roho za wale waliokufa kabla kuja kwake Yesu Kristo. Roho za wale waliopumzika huko kwa amani bila mateso yoyote, wakitulizwa na ile hali ya mategemeo ya kukombolewa. Hawa walikuwa ni roho za wale waliokuwa wanamsubiri Mwokozi Yesu Kristo, wakilala kifuani mwa Ibrahimu hadi alipokombolewa siku ile Kristo Yesu aliposhukia huko kuzimu. Mkombozi wetu ghafla aliwafanya waingiwe na mwanga uliowajaza furaha isiyo na kifani na wakajalia heri ya milele ya kimungu ambayo ndiyo ile ya kumwona yeye kama alivyo. Dhana ambayo inaonekana kuwa na ukweli, anasema Mtakatifu Thomas, dhana ambayo hufanana na maneno ya watakatifu katika yale mafunuo maalum ni kwamba toharani kuna sehemu mbili za kufanya malipizi. Sehemu moja ni kwa ajili ya roho wote kwa ujumla. Sehemu hiyo ni ile inayofuata sehemu juu ya walaniwa, yani motoni. Sehemu ya pili ni kwa ajili ya roho maalum, na ni sehemu hiyo ndiko tokako roho wanaoruhusiwa kujitokeza hapa duniani. Mwalimu mkuu huyu wa kanisa anakubali, na wengine wengi wanakubaliana naye ya kwamba mara nyingine haki ya kimungu huandaa mahali huko toharani kwa kuzitakasa roho za aina fulani ambazo mara nyingine huruhusiwa kujitokeza kwa walio hapa duniani ili kuwapa fundisho la aina moja au nyingine. Roho hizo pia hujitokeza kuwaomba walio bado hai hapa duniani, kuwaombea wenzao walioko toharani ambao wanahitaji sana misaada yao. Wakati mwingine hujitokeza kwa madhumuni mengine maalum kulingana na mpangilio wa hekima ya Mwenyezi Mungu. Haya ni maelezo ya jumla tu kuhusu mahali toharani ilipo, kwa kuwa masimulizi haya si kwa ajili ya kutetea au kukanusha chochote kuhusu ukweli wa mahali toharani ilipo. Hatuna cha ziada cha kuongeza.
Kama kuna msikilizaji anayependa kusoma hoja za kimjadala kuhusu swala hili, anashauriwa kusoma maandishi ya Suarez au Bellarmine. Tungependa kudokeza tu kwamba dhana ya kufikiria kuwa toharani iko ndani ya dunia haina sababu ya kutufanya tuone kuwa na wasiwasi, hata tukilinganisha dhana hii na elimu ya sayansi ya kisasa, sayansi inayoshughulikia masuala ya kimaumbile au ya kidunia. Swala tunaoshughulikia hapa ni la kiroho, na sayansi yetu hii ya kidunia haifui dafu kabisa katika masuala kama haya. Kwa mujibu wa imani yetu ya kidini, tunaamini kuwa roho haizuiliwi kuwa mahali fulani, tukakuwa kuna kitu chenye muundo wa kidunia mahali hapo. Kwa vyovyote viwavyo, kuwapo kwa moto huko katikati ya dunia kama wanajiolojia wanavyotuambia, au kama kuna vitu vingine, vitu hivi haviwezi kuwa kizuizi kwa kuwepo kwa roho hao hapo kama mahali pa mpito. Mahali hapo panaweza kuwa na hata roho zenye miili iliyofufuliwa. Mtume Paulo anatufundisha katika Efeso sura ya 6 aya 12 kwa maneno haya: maana vita yenu si vita kati yenu na binadamu, bali ni vita dhidi ya jeshi ovu la ulimwengu wa roho. Tunapigana na watawala wakuu wenye nguvu wanaomiliki ulimwengu huu wa giza. Kwa upande mwingine, tunajua ya kuwa malaika wema wanaotulinda wanaenea pia kwa wingi hapa duniani. Sasa iwapo malaika na roho wengine wanaweza kuishi katika sayari yetu, na hapo ulimwengu wetu ubadilike hata nusu, kwa nini roho za marehemu zisiweze kuishi huko katikati ya dunia? Maelezo kutokana na mafunuo ya watakatifu yanadokeza pia wazo hili la kuwepo toharani katikati au ndani ya dunia. Ifuatayo ni baadhi tu ya mifano michache ya maelezo hayo. Mtakatifu Louis Bertrand, mtawa wa shirika Mtakatifu Dominiko, anasema kama ifuatavyo: katika mwaka 1557 kulitokea ugonjwa hatari sana. Maelfu ya watu katika mji mlimoishi walifariki kwa ugonjwa ule. Padre mmoja nyumba yetu ya utawa kwa jina la Padre Clement alishikwa na ugonjwa ule. Alipoona hali yake inazidi kuwa mbaya, aliniomba nimuungamishe. Alipomaliza kuungama, aliniahidi angenitokea baada ya kufa ili nijulishe juu hali yake katika ulimwengu huo mwingine. Kweli baada ya muda mfupi alifariki. Usiku uliofuata alinitokea na akanijulisha kuwa alikuwa toharani kwa malipizi ya makosa madogo madogo kadhaa ambayo hakuwa amemaliza malipizi yake kabla ya kufariki. Niomba niwajulishe watawa wenzangu na kuwaomba wamuombe. Nikafanya kama nilivyokuwa nimeombwa. Siku 6 baadaye, mtu fulani kutoka upande mwingine wa mji ambaye hakuwa na habari juu ya kifo cha Padre Clement akafika kunijulisha kuwa roho ya Padre Clement ilikuwa imemtokea. Aliona ardhi ikifunuka na roho ya padre katoka king'aa kama nyota ikipaa kuelekea mbinguni. Mwisho wa simulizi. Mtakatifu mwingine Teresa wa Avila, aliyekuwa na mapenzi ya pekee kwa roho za marehemu wa toharani, na yeye alikuwa anawasaidia sana kwa sadaka na sala zake. Alikuwa amejaliwa na Mungu kwa malipo na matendo hayo hayo fadhila ya kuziona roho za marehemu zikitoka toharani na kuingia mbinguni. Mtakatifu huyu anaeleza hivi: wakati fulani nilipata taarifa juu ya kifo cha mtawa mmoja ambaye alipata kuwa mkuu wa nyumba zaidi ya 2 za utawa wakati wa uhai wake. Nilikuwa namfahamu na alikuwa amenisaidia sana. Ingawa mtawa huyu alikuwa ameishi maisha maadilifu, nilikuwa kidogo na wasiwasi kuhusu roho yake kwa kuwa alikuwa mkuu wa nyumba za utawa kwa miaka 20. Mimi kila mara huwa ninaoga juu ya wale ambao wapo majukumu ya kuzongoza roho za wenzao. Baada ya kusikia taarifa juu ya kifo chake, nilienda mara moja kumwombea ili Mungu ampunguzie muda wake wa malipizi huko toharani. Wakati nikimwombea, nikaona upande wangu wa kulia ikiibuka roho ya marehemu huyu kutoka ardhini kuelekea mbinguni kwa furaha. Ingawa padre yule alikuwa mzee wakati anafariki, nilimwona kama kijana wa miaka isiyozidi 30. Alikuwa amezungukwa na mwanga wa ajabu. Maono haya yalichukua muda mfupi sana, lakini sikuwa na wasiwasi na kile nilichokuwa nimekiona. Waliokuwa wameshuhudia kifo chake padre yule walikiri kuwa alikufa kifo cha utulivu na amani chenye kuonesha matumaini. Mtakatifu huyu anatusimulia kisa kingine cha mtawa mwenzake, msichana mwenye umri wa miaka 18 au 20 hivi, aliyekuwa mcha Mungu sana. Maisha ya msichana huyu yalikuwa ni ya kuumwa tu muda wote wa maisha yake, na Mtakatifu Teresa hakuwa na wasiwasi kuwa alikuwa na mastahili ya kutosha kusamehewa kabisa kupita toharani kutokana na mateso ya kipindi kirefu cha maisha yake. Alishangaa wakati alipokuwa akimwombea, kabla hata hajazikwa, aliona roho yake ikitoka ardhini na kupaa kuelekea mbinguni.
Tunasoma katika kitabu cha maisha Mtakatifu Magdalena di Pazzi kama ilivyoandikwa na Padre Muungamisho wa mtakatifu huyu kama ifuatavyo. Mtakatifu Magdalena alikuwa mara moja amejaliwa kuona roho ikitolewa kutoka toharani katika mazingira yafuatayo. Sista mmoja aliyekuwa amefariki katika nyumba yao ya utawa, muda mfupi baada ya kufariki kwake, Magdalena akaenda kanisani kumwombea mbele ya sakramenti ya Ekaristi Takatifu. Wakati alipokuwa anasali, aliona roho ya sista yule kutoka ardhini ikiwa bado imezungukwa na ndimi za moto zilizozuiliwa na kanzu nyeupe ili asiunguzwe. Hii saa moja kuabudu ambayo Mtakatifu Magdalena aliiona ile roho ikiwa pale altareni ilikuwa sehemu ya mwisho wa malipizi yake. Baada ya kipindi kile cha saa zima, ikaruka kuelekea mbinguni. Kulikuwa na mtakatifu mwingine kwa jina Sister Francis wa Roma aliyefariki mwaka 1440 huko Roma. Mungu alikuwa amemjalia Mtakatifu Francis upendeleo wa pekee wa kuiona roho katika ulimwengu huo mwingine. Aliiona hali ilivyo huko motoni na moto wake wa kutisha. Alishuhudia hali za toharani na matabaka yake mbalimbali kulingana na ukali wa mateso. Tofauti aliyoiona mtakatifu huyu katika ziara hizo za motoni na toharani ni kwamba motoni roho zilikuwa na mahangaiko ya ajabu, lakini toharani zilionekana kuwa na nidhamu zaidi, zenye kujaa matumaini. Mtakatifu huyu anaendelea kueleza kwamba toharani kuna matabaka matatu. Chini kabisa kuna tabaka la moto mkali zaidi. Sehemu hiyo hufanana na bahari ya moto inayochemka na roho nyingi huingia hapo. Hizi ni roho za watu wanaondoa dhambi za mauti, lakini hazikufanywa malipizi vya kutosha hapa duniani. Kila dhambi moja ya mauti iliyoondolewa hapa duniani, Mtakatifu Francis anaendelea kueleza, huwa na malipizi ya miaka 7 ya kukaa toharani. Muda huu ni wastani tu kwa vile uzito wa dhambi za mauti huitilafiana. Kuna baadhi ya dhambi za mauti zinazotendwa kwa mazoea na baadhi hutendwa mara moja tu kwa bahati mbaya. Katika tabaka hili la chini aliziona pia roho za watu waliokuwa wametolea maisha yao kwa Mungu, lakini hawakuwa wameishi kulingana na ahadi zao. Wakati mmoja akiwa bado huko toharani, aliona roho ya padre mmoja aliyemfahamu ikiteremkia huko. Alafu akapitishwa katika tabaka la kati ambalo ni kwa ajili ya wale wenye adhabu kidogo nyepesi. Tabaka hili nalo lilikuwa na sehemu 3. Sehemu moja ilifanana na bonde lililojaa barafu au theluji yenye baridi isiyoelezeka. Sehemu ya pili ilifanana sufuria pane iliyojaa mafuta yanayochemka, na sehemu ya 3 ilikuwa ni kama bwawa rojorojo la chuma inayochemka. Sehemu ya juu ambapo mtakatifu huyu atoi maelezo ni kwa wale wenye mateso mepesi na ya muda mfupi zaidi. Kwa mujibu wa matokeo ya Mtakatifu Lidwina wa Sichedan alifariki tarehe 11 mwezi wa pili mwaka 1433, inaonekana kuwa jinsi roho inavyoombewa au jinsi muda wake wa malipizi unavyopungua, hivyo ndivyo inavyopanda kutoka katika tabaka la chini kuja lile la juu. Mtakatifu Lidwina alikuwa ameombwa na roho moja ya toharani kuiombea. Baada ya kuiombea na kutoa sadaka kwa kipindi fulani, Lidwina alitokewa na malaika na kujulishwa kuwa roho hiyo aliyokuwa anaiombea ilikuwa imeruhusiwa kuliama ile tabaka la chini kuja tabaka la juu. Lidwina akaendelea na sala hadi roho ile ilipoingia mbinguni. Mwisho wa sehemu ya 3 ya makala yetu yenye kichwa cha toharani kama ilivyofunuliwa kwa maisha na maelezo ya watakatifu. Leo hii tumekuwa tukielezea mahali toharani ilipo. Katika episode ya 4 tutaangalia ukali wa mateso ya toharani. Hivyo usikose. Usisahau kusubscribe na kubonya alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata makala hii pindi itakapotoka. Raha ya milele wape Bwana na mwanga wa milele uangazie. Wapumzike kwa amani. Amina. Tusisahau kuliombea taifa la Tanzania ili lipate kuwa na viongozi wenye kutenda haki, hatimaye taifa letu lipate kujawa na amani. Ni mimi mtumishi wenu mdogo ni Sister Hili Oscar Mkatoliki. Tumsifu Yesu Kristo.